Kama ambavyo wote mtakumbuka kwamba uchumi wa mkoa kwa zaidi ya 80% unategemea sekta ya kilimo. Mkoa wa Ruvuma umejipanga kuendeleza kilimo cha kibiashara chenye tija, ambapo mazao ya kipaumbele ya mkoa wetu ni kama kahawa, korosho, mazao mengine ni ufuta, soya, mbaazi, parachichi, tangawizi, mahindi pamoja na mazao mengine ya nafaka yanayozalishwa mkoani kwetu. Mafanikio ya mazao haya yanategemea kwa kiasi kikubwa juhudi zenu ninyi maafisa ugani, kwa kuwa ninyi ndio kiungo muhimu kati ya sera za serikali na utekelezaji wake kwa mkulima mmoja mmoja. Kwa hivyo umahiri wenu katika kutoa huduma za ugani itakuwa ni kichocheo kikubwa katika kuongeza tija katika uzalishaji wa haya mazao ambayo nimetoka kueleza. Changamoto tulio nayo sio kubwa maeneo tunayozalisha, bali ni tija katika uzalishaji. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa sisi kama maafisa ugani, wataalamu katika sekta ya kilimo, kuhakikisha kwamba uzalishaji wetu unaendana na maeneo makubwa ambayo wananchi wanalima. Kulima tu maeneo makubwa peke yake haitoshi, isipokuwa kile kinachozalishwa ndio ambayo matamanio yetu zaidi. Nitumie fursa hii kuipongeza Mamlaka ya Nafaka Tanzania COPRA kwa mchango wenu mkubwa katika kuimarisha uzalishaji wa mazao ya kimkakati. Shirika la MCODE limewezesha mafunzo kwa wakulima 40 kuhusu uzalishaji wa mbegu za kuazimiwa ubora. Kwa hivyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuwezesha mafunzo haya. Ndugu washiriki, itasaidia kupunguza tatizo la upatikanaji wa mbegu bora, kuongeza uhakika wa ubora wa mbegu na hatimaye kuongeza uzalishaji wa soya na mazao mengine. Kwa muktadha huu, napenda kutoa maelekezo mahususi kwa wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Ruvuma. 1. Kutekeleza mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. 2. Kutekeleza mpango wa utoaji wa huduma za ugani. 3. Kutekeleza mpango wa kuendeleza vijana katika sekta za uzalishaji. Na 4. Mpango wa masoko ya mazao. COPRA inatekeleza moja ya jukumu la kutayarisha na kusimamia utekelezaji wa viwango endelevu vya uzalishaji, uchakataji, uhifadhi, biashara na masoko ya nafaka na mazao mchanganyiko. Katika utekelezaji wa majukumu yake, COPRA kwa mwaka wa 2025-26 inatekeleza programu mbalimbali ikiwemo mpango wa kusambaza mbegu bora, ambapo imeanza kununua na kusambaza kwa mfumo wa ruzuku mbegu bora za mazao ya ufuta, choroko, dengu, mbaazi, soya na alizeti nchini. Hatua hii inalenga kupunguza changamoto ya muda mrefu ya upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima, ambayo inasababisha uzalishaji mdogo na ubora duni wa mazao. Kwa mkoa wa Ruvuma, wakulima wamepokea jumla ya kilo 8,000 za mbegu ya ufuta na kilo 1,000 za mbegu za soya. Mbegu hizi za soya ni mbegu za msingi ambazo tayari zimeshasambazwa kwa wakulima 33 ili kuzalisha mbegu ambazo COPRA tutakwenda kuzinunua na kuzisambaza tena kwa wakulima ili waweze kuzalisha na kuuza kwa wakulima wengine kwa ajili ya kuzalisha soya. Soya zitakazozalishwa zitauzwa kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala au kupitia kilimo mkataba. Mafunzo haya tunategemea yataongeza uzalishaji na tija katika mkoa wetu wa Ruvuma. Kwa sasa tunazalisha zaidi ya tani milioni 1.7 za mazao mbalimbali katika mkoa wetu wa Ruvuma, lakini lengo letu kufikia 2030 tufike kwenye tani milioni 2 za mazao mbalimbali ambayo tunazalisha katika mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo mafunzo na miongozo ambayo itatolewa kwa siku ya leo itawasaidia maafisa ugani kwenda kuwasaidia wakulima kule kwenye maeneo yao ili walime kwa tija kwenye masuala ya upimaji wa udongo, matumizi mazuri ya mbolea, matumizi mazuri ya mbegu bora za mazao mbalimbali, ambayo kwa kiasi kikubwa itasaidia kuongeza uzalishaji na kuongeza tija kwenye kilimo kwa ujumla wake.